Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Naam Sheikh, maswali yangu ni mawili. Swali langu la kwanza ni la kuhusu kuudhi jirani. Naam. Tunaishi na majirani tofauti, Waislamu na wasio Waislamu. Naam. Sasa ikatokea unamuudhi jirani yako kwa jambo ambalo dini inakuruhusu kulifanya. Mfano kuweka Qur'ani. Kuweka Qur'ani kwenye radio yani. Yeye akawa alipendi na muudhi. Vipi hapo? Safi. Hapo safi. Qur'ani haijashuka juu iwekwe wasikie wa jirani. Qur'ani Allah hajaishusha ili wewe ukisikiliza Qur'ani utie sauti mpaka na wengine wasikie. Sio maksudi ya Qur'ani. Na ndio maana kama ulishafuata kwa makini miaka ya nyuma, unaposema miaka ya nyuma nakusudia miaka 15 kuteremka kwa nyuma. Nadhani kaka zangu wanakumbuka, ilikuwa watu walikuwa na tabia mwezi wa Ramadhani, mtu anakuja msikitini anafungua, nadhani nakumbuka, anawasha nini, anakaa hapa chini, anakuvuta na mikro, anajipanga, anasoma. Yeye mko mnapita huko, mko mshughuli zenu, Qur'ani asoma. Nadhani miaka ya nyuma ilikuwa sana, hasa mwezi msikiti mingi hivi, mnaona liko hakuna, kwa sababu elimu ilikuja na watu wakavikemea. Wewe unataka kusoma upate thawabu, sio lazima uwasilimishe wengine. Na ndio maana nikapigwa vita na alhamdulillah kwa pasi kubwa aliyotenda. Kumbe na wao ndio kusikia. Sikiza wewe. Kama unawezekana kuvaa ni hii, vaa. Na kama ni wewe na familia yako kwenye nyumba, sio tatizo, tia sauti ambayo haitakuwa sababu ya wengine kusumbuka. Kwa hiyo iwe ni masuala ambayo labda una haki nayo, hapo sawa. Lakini isiwe masuala ya kumuonea. Hasha lillah. Ukimuonea tu umekwisha. Dalili tunatumia ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tushaipanua sana hapo, ambayo Mtume anasema ma zala Jibril uswini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Tushaishaisha kwa kirefu hapo. Mtume anasema kwamba Jibril malaika alikuja akakaa ananihimiza na kunihusia kunionyesha haki za jirani, mpaka mimi Muhammad nikaokopa, nikamwambia labda mwisho atafikia kuniambia kwamba jirani ana haki ya kunirithi. Kuonyesha kwamba ni swala la kuwa makini sana na jirani. Kama jirani wamegawanyika sehemu hizi tatu kwa mujibu wa mafunzo ya dini. Kuna jirani ambaye ana haki hizo tatu kwako, na wewe ni jirani ambaye ni ndugu yako mfamilia. Kuna mtu anajiita jirani yake ima ni binamu na ni mjomba, ima jirani yake katika familia yumo. Kwanza ana haki ya udugu wa kifamilia, kisha ana haki ya pili ya udugu wa Kiislamu, kisha ana haki ya tatu ya ujirani. Kwa hiyo ana haki tatu. Kama ni jirani yako Muislamu, ndugu familia, alafu ni jirani, ana haki tatu. Na kuna jirani mwingine ana haki hizo mbili, ni yule jirani yako ambaye ni Muislamu na sio ndugu yako familia. Kwa hiyo ana haki ya udugu wa Uislamu, innamal mu'minuna ikhwa, almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu wa Muislamu, Waislamu wote ni ndugu, na haki ya ujirani. Haki ngapi? Mbili. Na kuna jirani ana haki hii moja, ni yule jirani yako ambaye si Muislamu na wala sio ndugu yako familia, na hao ndio wengi, ana haki ya ujirani. Na ndio hadithi Mtume anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, yule ambaye anaamini Mungu na siku ya mwisho asimuudhi jirani yake. Kwa hiyo makini sana. Wapo wengine wanasumbua lakini ndio kuvumilia. Naam. Swali langu la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kukaa itikafu 10 la mwisho. Naam. Sawa. Mpaka kabisa ilipofishwa Ramadhani yake ya mwisho alikaa Mtume wetu Muhammad itikafu siku 20. Yaani kwa wengine alianzia 10 la pili. Swali langu, mbona mashekhe wa Burundi hawakai itikafu? Kuna siri gani? Kwa nini mimi nijibu kwa niaba yao? Mimi sio msemaji wa mashekhe. Mimi sio msemaji wa mashekhe. Kwa nini mashekhe wengi wa Burundi hawakai itikafu? Na ni ukweli, maneno yake ni ukweli kabisa. Mimi sio msemaji wa mashekhe. Siko msemaji wa mashekhe. Lakini inawezekana sababu kubwa
majukumu wanayokuwa nayo, majukumu wanayokuwa nayo huwa yanawazuia kuweza kukaa itikafu. Na hasa hilo niseme kwanza mimi mwenyewe, maana mimi ndio niulizwa. Kwa kweli kwa mimi napofikia Ramadhani nadhani hata darasa nasimamisha. Na mara nyingi nakumbuka nilipoanza kwa nasimamisha wengi nilikuwa hampendi. Wengine walikuwa wanakuja kabisa na basi tufanye baada ya dhuhuri. Lakini naonyesha kwamba haiwezekani. Kwa sababu inapofikia Ramadhani shughuli zinakuwa nyingi sana. Nyingi ambazo tusema hiyo na hii na 90% zote ni za dini. Kwa hiyo ukisema nitakaye itikafu kuna nini tani? Kwa hiyo ile tu nakuwa natosheka kwamba hapana. Nitasali na familia. Lakini tarawih nasali na wengine. Tarawih nasali na wengine lakini kisimamo nafanya nasali na familia nyumbani. Kwa hiyo inawezekana wengine kwa labda ni hayo. Maana tuwazanie vizuri. Imani yangu na kama mashairi zetu alhamdulillah kwa kiasi fulani wanakaucha Mungu. Kama kaucha Mungu kama kwa kiasi fulani. Hata kama ndio hivyo tena. Maana si malaika ni binadamu. Kwa hiyo tufikirie vizuri. Nani mwingine? Naam, samahani Sheikh. Naam. Kutokana na swali ya Sheikh ongea sauti kuhusu swali yake ya kwanza, na mimi nitaka niulizie. Swali yake la kwanza ile alikuwa anakusudia kuhusu kuwauzi majirani kutokana na mauzi sana. Mimi nashtuka kuna aya ya mswatu Tauba. Nitaka unisaidia. Wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fajiruhu hatta yasma kalam Allah. Nini maana yake? Naam, ndio nikuomba unisaidie. Naomba mara nyingi muwe mnaenda kusoma vitabu ya tafsiri. Lakini maksudio Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba mmoja miongoni mwa washirikina ikiwa kwamba ataomba wewe umuhifadhi, kwa maana umweke kwako na umlinde. Unaelewa vizuri? Hiyo aya teremka zama hizo, Waarabu walikuwa na tabia ya kwamba kama mtu akipigwa vita anajitokeza kama mmoja anasema huyu mimi namchukulia dhamana. Akitolea tu anasema huyu mimi tayari nimemtia kwangu. Watu wote wanafuata na mwacha. Kwa hiyo Allah akaonyesha kwamba kama atakuwa ni mshirikina amekuomba wewe Muislamu kwamba umweke kwa fajiru, mkubalie hilo, kwa sababu kwa muda atakuwa kwako hata yasma kalam. Pale kwako atasikia sana maneno ya Allah, ikiwemo Qur'an, ikiwemo mafunzo ya mtume, yaweza kumpelekea akatoka katika ushirikina akawa Muislamu. Ndio malengo. Sio jirani, hiyo iko kwako. Fajiru kwako. Sio kama jirani, usisiwe ajiru, unaona jirani kwako. Na ndio maana wanasema mara nyingi kwamba jitahidi hata ukimtumikisha asema Muislamu, mfanya kazi, mjifunze mumshike vizuri, mfanyie kile tunasema ukarimu, upole, inahusiana hiyo tabia ikamvutia akaingia. Ndio malengo yote haya. Nani mwingine? Naam Sheikh, kuna swali. Qur'ani ni maneno ya Allah. Kufanyaje? Qur'an bila shaka maneno yake Mwenyezi Mungu. Leo katika zama ambazo Sheikh kila mtu anakuja na lake. Sasa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi. Naam. Afrika inaeleka sema iqra'u az-Zahrawaini fa innahu shaytanu yanfiru min al-bayt ya'tiyani yawm al-qiyamah kal-ghamamatan. Hivyo mpaka mwisho wa hadithi kama sasa. Sasa vipi Sheikh, Qur'ani ni maneno ya Allah, itakuja kumtetea mwanadamu kama gisa alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, kama alivyosema Mtume wa Allah katika hii hadithi, kama itamtetea itakuja. Kwa hiyo yani gisa alisema hizo sura. Ndio swali lako tu. Ndio swali langu. Yaani ni maneno ya Mungu, ni matamshi ya Mungu. Hata kumtetea mtu wake. Na kama tumekuelewa vizuri. Ndio, alafu itakuja katika zile sura ambazo alizitaja, yani kal-ghamamatan. Wala usina hofu na hii. Majibu ni mafupi kaka. Alijibu Mtume wetu Muhammad, anna al-jamadat amama rabbil alamin bimanzilati al-aqli. Kuna vile wale kusoma kizungu metaja etre inerte, ambayo alina uhai leta mwili kama jiwe akikuu yakifanya nini, ndio tunataka jamadati mbele ya Mwenyezi Mungu ni kama binadamu mwenye akili.
Ndio maana Mungu mlima anausemeza unasema, jiwe analisemeza linasema, fimbo anaisemeza inasema, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaonyesha kwamba Qur'ani ingawa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume ametuonyesha kwamba kuisoma unapata thawabu, kuisoma ni ibada. Kwa wale ambao watadumu wanaisoma, na hasa suratul Baqara na Ali Imran ndio Zahrawaini zitakuja kuwatetea mbele ya nani? Ya Allah. Usione ajabu vipi kauli yake Mungu ije kumtetea kiumbe, kwa sababu Allah ndio ataviwezesha hivyo. Allah yeye ambaye ni mweza jua kila kitu ndio ataviwezesha hivyo, na ndio maana ataviwezesha, vitasema, vitaongea. Kama jinsi Uislamu utakuja kutoa ushahidi, na Uislamu ni dini, kwani kwa sababu Mungu atawezesha, utasema. Kama jinsi mkono wa mmoja wetu atakayeleta ubishi mbele ya Mungu, Allah atauambia ulimi wake ya lisanu skutu, ulimi utafunga kinywa, lakini kisha atachagua sehemu yote kwenye kiulimi chake. Kama ni mguu ongea, mguu utaongea. Kama ni mkono ongea, utaongea. Kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu vyote ni viumbe na vinatii amri ya nani? Ya Mungu. Ndio maana tuokope sana hicho kitu. Hapo hapaingia akili. Kimbia sana akili aje, utafeli. Maadamu akasema Mtume ni masuala ya imani bil ghaib, ni sami'na wa ata'na. Kisha tunaendelea mbele ili tunaona tutapanda daraja tufike kule tunakusudia kwenye ihsan. Maana ndio kijio. Tusibakilie huku chini. Tunaenda mambo ya pili. Na kama hakuna tunasali. Mtu huyo. Na pengine ndio mwisho. Sheikh, nilikuwa naulizia kwa masuala ya kutoa msaada. Kwa ajili ya kutoa msaada. Hao watu wenye tunakuta njiani wako wanaomba. Ipi iliyokuwa bora, kumpa fedha ama kumnunulia kitu na umpa? Inategemea. Wewe mwenye kukuomba bora ni chawa kumpe hela au kamnunulie chakula au kampe kitu. Inategemea sawa na mahitaji yake utakayojua wewe. Amekuja anaumwa, anasema anaumwa, ameandikiwa bonus, kamnunulie dawa, msimpe hela. Kamnunulie dawa, alafu kununulia dawa ni vizuri sababu dawa ifanye kazi, inabidi mtu ale. Mpeni sana ile ya kula. Ndio kwenda. Lakini ukienda barabarani, wewe unjue tatizo lake ni nini? Yeye tu nguvu yake kubwa ni fi sabilillah. Maana kwa Kiarabu kila mtu anajua. Mpe maokoto, jamaa jokotezaje afue. Lakini mtazame pia ni vizuri. Akiwa ni kijana anaonekana amekaza, ana nguvu, ana nini? Mpe kwanza mawaidha, ni bora zaidi. Kwamba wewe na hayo masuala ya kuomba dini haikubali. Jifunze kufanya kazi. Alafu kwenye hiyo kazi unayotakiwa kufanya ndio watu wakusaidia. Kama ni mtaji, watu wakupe mtaji. Kama ni kazi unaijua, watu kutafutie wapi utapata kibarua. Ni bora zaidi. Lakini kama labda ni kilema, labda ni mzee, umri umekwenda usitumika, labda pengine na mapungufu fulani, wewe kumsaidia, unamsaidia sawa na mahitaji yake. Hapo ni bora. Lakini mshahidi Mungu mnatoa. Mungu mnatoa ni bora zaidi. Kwa sababu Allah ukitoa naye anakupa. Na ukimnyimana na wewe Mungu atakunyima. Lakini usiwape walioshiba. Kiwapo walioshiba pia unakuwa kama unapoteza. Iko hadithi Mtume alisema sharru ta'ami walima. Hadithi sahihi. Mtume alisema sharru ta'am walima yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'u man ya'tiha. Mtume alisema chakula kibaya ni chakula cha walima ya harusi. Kama akikufuata masharti ya dini kinakuwa chakula kibaya. Mtume anasema ubaya wake ni anasema yud'a ilaiha man ya'baha, wanaoitwa kuja kula mnaopaka kadi ni wale ambao hawakitaki. Mara nyingi zile kadi zinatoaga shehe fulani, haji fulani, mheshimiwa fulani, ni wale ambao wengine walishaga shiba. Hata akininia kipakora wewe unaweza ndio tayari mzee.
yaani sahani liko wazi na gusagusa. Hicho ndio chakula kibaya. Mtume anasema wayumnau, alafu wanazuiliwa kuja kula wale ambao wanaokitaka. Haujaona za harusi mara nyingi uzala mtura paoni watu pale wapeti na wale wewe toka hauna kadi, wale ndio wakitaka wale, alafu mwazuia, alafu yeye wako ndani na wewe au nao ukibisha mawali sio mimi tunataka mawali ndio waite. Hicho kinakuwa ni kibaya. Kumbe kesho ukioa ukifanya walima, tafuta wale wenyewe najua hawa ndio wanakitaka. Yaani hao watakuzungumzia miaka yao yote, acha wewe kwenye harusi ya fulani. Ndio harusi napata baya. Hiyo ndio harusi naletea wazee kama baba zangu. Wewe atapakoja kisile. Kumbe hao waacheni. Lakini tafuta wale vijana wale. Maana wako vijana ambao wanajulikana. Hamza. Hivyo. Kama vijana wangu hapo. Alhamdulillah. Yeye kabisa yuko vizuri. Sasa ni tatu ndio hana matatizo. Au nasema wewe. Safi kabisa. Ile anamwambia kwamba hiyo sio afya hiyo. Inabidi ukapimwe. Sasa kama hao au fresh. Hao ndio waite unaambia tafuta wenzako. Lakini mwambie mzee kama kwenye walima. Nadhani nakutana mtu ana uwezo eti na wale yaani mtu ana uwezo eti na unampelekea zawadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mtu ana uwezo bilioni 800 ngapi kupanda, eti na unakuja na kanzu. Haji nimekuletea kanzu, Haji nimekuletea kofia yake, ikawa watu wenye wazihitaji kupata thawabu. Huyo Haji anaweza kuimba kwa itizamo, mimi nashukuru alivyo ibada tupia ndani na mimi kabisa hivi. Sio? Kumbe watu wale huyu ataitumia huyu. Ni shehe wako unajua anapenda joho, kamletee joho. Anapenda kanzu, kampe kanzu. Lakini ni shehe wako unajua yeye na hivyo hayo wako mashehe ambao usiwatembezee masuala ya kanzu. Wewe sio unampe hiyo kanzu, hata ivaa. Bali sio ndio unataka iuzishe. Inawezekana. Kumbe mtu sawa na kile unaona kwamba kinafaa. Na maliza nikisema kwamba na ikiwa ni msikitini wa aqridu Allah qardan hasana. Nadhani wanawaambia kila siku. Mwenyezi Mungu mkopeshe mkopo uliokuwa mzuri. Hauna kabisa una 100 toa hiyo 100, sio tatizo. Lakini una nyingi na unajua ninazo. Acha ubandike kutoka Mungu franga elfu. Hapana. Kwa sababu Mungu anatazama pia unazo toa pia. Kama sio kwa tangaza ndugu yangu juzi hapa kama ni jana. Kuna mgonjwa na nini fanya 50. Labda kuna mtu ana milioni 200. Sio naambia tu waweze kuitali. Tena watu wao msanii ndio tukaa tu chini kati. Alafu baadaye wanaita kama kuna zazela zitoka atajua kwa tasipeleka. Unachukua thawabu za Mungu. Lakini wengine hatuna, mtatoa hizo ndogo. Ndio dini inakwenda hivi. Lakini tatizo liko nawe wenyewe wanazo. Wagumu nawe wenyewe hawana ndio kabisa. Isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewahurumia. Inshallah kwa leo tuishie hapa. Kuna swali? Basi uliza alafu na hiyo ndio mwisho. Swali langu ni yani kuna baadhi ya vitu ambavyo tumekomaa tunavisikia watu wanavisema lakini hatujui dini inavizungumzia aje. Kama ile kusema eti sijui nyota yako imefifia, sijui nyota imefifia au ng'aa au vitu ya yani nyota ya mtu. Naam. Kwamba nyota yako imefifia. Naam. Inabidi uje tukukoshe nyota. Vitu ya hivyo. Ili ingae sana utoboe. Nadhani nzuri hivi. Na kwa sababu tunakwambia hivyo mwizi. Ukisikia mtu anakuambia hivyo, ndio tutakukosha na muosha fedha. Ili nyota yako wewe umekuiba, inabidi tuirudi. Huyo ni mwizi, na kama sio mwizi ni mshirikina. Lakini wewe amini ile nguzo ya 6 ya imani, antu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Bas amini tu kwamba mazuri na ya kuhuzunisha hayatokei isipokuwa umetaka nani? Bas hivi ndio achana nayo.
Alafu ukimwomba Mungu umuombe ukiwa na yaqini. Kasema Mtume, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mola wenu mkiwa na yaqini kama atakujibuni. Hiyo nyingine achana nayo, usikubali kutapeliwa kaka. Akikwambia mtu njoo kufanyia shughuli, mwambie sina ugomvi na Mungu, tamuomba Mola wangu. Basi Muislamu atapeliwi, Muislamu atapewa shaka. Hauna ugomvi na Allah, muombe Mola wako kwa ikhlas, Allah atakupa. Inawezekana wewe anakuita wewe ukawa ni mcha Mungu kuliko yeye. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma din. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك اللهم درجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. Nyamwir Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.